Kabla ya vita, Salomoni Sorovich alikuwa mtaalamu wa kutengeneza fedha bandia huko Vienna, Austria. Alikuwa maarufu sana kwenye ulimwengu wa uhalifu wa kifedha. Jamaa alikuwa na akili mingi na mikono mizuri ya kuiga sahihi ya mtu yeyote yule duniani. Lakini kwa bahati mbaya sana, ujanja huo ulimfikisha gerezani. Na huko ndiko alipopatikana na Wajerumani wakati walipoivamia Austria mwaka 1938. Na kwa kuwa alikuwa Myahudi, alipelekwa moja kwa moja kwenye kambi ya mateso ya Sachsenhausen. Mnamo mwaka 1942, mawazo ya fitna yalipoingia katika vichwa vya Adolf Hitler na mwenzie Himmler. Tuchapishe mamilioni ya paundi bandia. Tuingize sokoni Uingereza, tuharibu uchumi wao kabisa. Hiyo ndiyo kauli ya Adolf Hitler kipindi hicho. Na huo ndiyo ukawa mwanzo wa Operation Bernhard, mpango mkubwa zaidi wa vita vya kiuchumi na kihistoria kuwahi kutekelezwa. Na kwa hili walihitaji watu wasio wa kawaida. Walihitaji wataalamu walioko magerezani. Hapo ndipo Salomoni Sorovich akiwa tayari gerezani aliona hii kama fursa adhimu kwake. Basi bwana, Wajerumani waliwachagua wafungwa wachache kutoka kambi mbalimbali. Wakiwemo wachapishaji, wasanii, wahandisi na wahasibu, wote wakiwa Wayahudi. Wakawakusanya katika sehemu maalumu ndani ya kambi ya Sachsenhausen, ambapo huko walipewa vyumba safi, vitanda vizuri, chakula kizuri na hata burudani. Lakini walipewa masharti kwamba mkiweza kuiga noti za Uingereza, yani paundi, mtaendelea kuishi vizuri. Mkishindwa, gesi ya sumu hii hapa inawasubiri kuwaangamiza. Salomoni na wenzake hawakuwa na jinsi, basi walianza kuifanya kazi ngumu. Kwanza kwa kujifunza karatasi halisi ya pound, kuiga watermark zake, mikunjo ya karatasi na hata namba za mabenki. Na zaidi walipaswa kuchapisha kiasi kikubwa cha pesa kwa haraka zaidi. Na hatimaye wakafanikiwa kuzalisha pauni milioni 130. Lengo la Hitler lilikuwa kupeleka pesa hizi kwenye soko la kimataifa, kuharibu thamani ya sarafu ya Uingereza na kuufelisha uchumi wao kwa ujumla. Baadhi ya fedha hizi bandia ziliingizwa hata katika akaunti za Uswizi kupitia mawakala wa Nazi. Hili lilifanikiwa kwa sababu serikali ya Ujerumani haikuridhika tu kuzitupa mitaani, walitaka kuzigeuza kuwa halali na kuzitumia kwenye miamala ya kimataifa. Hili lilifanikiwa kwa sababu serikali ya Ujerumani haikuridhika tu kuzitupa mitaani, walitaka kuzigeuza kuwa halali na kuzitumia kwenye miamala ya kimataifa. Hivyo waliwatumia wapelelezi na mawakala wao wa siri waliokuwa huko Uswizi. Kipindi hicho Ujerumani ilikuwa na mtandao mpana wa majasusi kwenye mashirika mbalimbali ya kifedha, lakini pia mashirika bandia au hata matajiri wa Kijerumani kwenye nchi za kigeni. Watu hawa walipewa fedha hizo bandia, kisha walizibadilisha kwa franki za Uswizi katika ofisi za ubadilishanaji wa fedha, ambapo ilikuwa vigumu kugundua uhalali wa noti hizo. Walizitumia kufungulia akaunti kwenye benki za Uswizi, benki ambazo zilijulikana kwa kutotoa taarifa za wateja wao. Yani siri za kifedha ilikuwa sheria madhubuti sana Uswizi kwa wakati huo. Basi bwana, baadhi ya pesa hizo zilihifadhiwa
Nyingine zilitumika kununua bidhaa kutoka nchi zisizo na upande, kama vile Uswizi yenyewe, Sweden au hata baadhi ya nchi za Amerika Kusini. Lakini pia zilitumika kwenye ununuzi wa silaha au vifaa kutoka kwa wafanyabiashara wa kimataifa waliotaka pesa nyingi bila kuuliza maswali mengi. Zilitumika pia kama malipo kwa wapelelezi, wanaharakati au hata wanasiasa waliokuwa wakifanya kazi kwa siri kwa niaba ya serikali ya Ujerumani. Lakini pia benki nyingi za Uswisi kwa wakati huo hazikuwa zikichunguza sana asili ya fedha, hazikuwajibika kutoa taarifa kwa mataifa ya nje, pia hazikuwa na vifaa vya kisasa vya kugundua noti bandia zilizotengenezwa kwa umahiri wa hali ya juu zaidi. Wakati mambo hayo yakiendelea, wafungwa nao walionekana kuchoshwa kuendelea tena na mpango huo. Hivyo Salomoni kwa ujanja alianza kuchelewesha kazi kimakusudi. Aliharibu pia baadhi ya matoleo ya noti hizo. Alifanya makosa hayo kwa kudhamiria kwa sababu hakutaka kuwa mshiriki wa kuharibu dunia, lakini pia hakutaka afe. Alichofanya yeye na wenzake ni kuendelea na mchezo huo, lakini kwa siri kubwa. Mpaka pale mpango huo kuja kugunduliwa mwishoni mwa vita hivyo. Ni baada ya wanajeshi wa jeshi la muungano huko Ulaya. Walipofika huko Sachsenhausen, waliwakuta wafungwa wakitupa pesa bandia kwenye tanuru, na zingine wakiziharibu kabisa ili kupoteza ushahidi. Hata hivyo, la kufurahisha zaidi, Operation Bernhard haikufanikiwa kama Hitler alivyotamani, kwa sababu uchumi wa Uingereza haukuanguka. Lakini baadhi ya fedha bandia zilibaki katika mzunguko hadi miaka 1950. Salomoni Sorovichi aliokolewa, na alipotoka alichagua kututumia uwezo wake wa kutengeneza pesa bandia tena. Aliishi kwa kujificha ficha pia, akihama kutoka nchi moja hadi nyingine, hasa Amerika Kusini, na aliepuka kabisa kuzungumza na vyombo vya habari. Kwa nini aliamua kukaa kimya? Ni kwa sababu aliogopa adhabu ya kimataifa kama mhusika wa mpango wa kugushi sarafu, jambo ambalo lingemuingiza kwenye matatizo makubwa kisheria. Lakini pia alihofia kulipiziwa kisasi kutoka kwa serikali iliyoathirika, hasa Uingereza. Na ukweli kuhusu Operation Bernhard ulianza kuvuja kupitia vyanzo vingine tofauti kabisa, ikiwemo Wajerumani waliokamatwa na maofisa wa Uingereza baada ya vita, lakini pia nyaraka za SS zilizokamatwa na kupekuliwa na wanahistoria. Na wengine ni baadhi ya walionusurika kutoka kambi ya Sachsenhausen na Mauthausen walianza kusimulia miaka 1950 na mwaka 1960. Salomoni mwenyewe hakuwahi kutoa siri hiyo hata siku moja, lakini jina lake lilionekana kwenye orodha za wafungwa walioshiriki kwenye mpango huo, na alitajwa wazi na baadhi ya wenzake waliomkumbuka kwa ustadi wake wa kuchora na kugushi saini za noti na pasi za kusafiria. Mwaka 2007 filamu ya The Counterfeiters iliyoshinda tuzo za Oscar ilitengenezwa kwa kuzingatia ushuhuda wa manusura waliokuwa naye kambini. Mhusika mkuu anaitwa Salomoni Sorovich. Amebuniwa kwa kuongozwa na maisha ya Semyonov, ingawa sio historia kamili ya maisha yake halisi. Kumbe basi, kwa kumalizia, wakati wengine walikuwa mstari wa mbele na bunduki, wengine walikuwa kwenye vita vya kiuchumi wakipambana na sarafu, karatasi na maamuzi ya uhai na kifo ndani ya kambi za mateso. Kama wewe ni mpenzi sana wa kusoma, nina kitabu changu kizuri sana cha Jicho la Genghis Khan. Kitabu cha Jicho la Genghis Khan kinaangazia mbinu za kiintelijensia zilizotumiwa na Mongolia kabla na wakati wa uvamizi,
jinsi makamanda wake hususani wa ngazi za Noyan walivyotisha kwa mauaji na kuvaa ngozi za binadamu na kunywa damu za binadamu. Mafuvu ya maadui wao kuyaning'iniza kwenye kambi zao za kijeshi. Lakini pia ulinganisho wa kiufundi kati ya ujasusi wa Mongolia na ule wa dola zingine kama Rumi, China na Wapeshia. Urithi wa mbinu hizi kwa mataifa ya sasa na funzo kwa taasisi za kiusalama hadi leo. Kwa yeyote anayetaka kufahamu mizizi ya ujasusi wa kale na namna ambavyo maarifa haya yanaweza kutumika leo, kitabu hiki kinaeleza mambo yote hayo. Kwa sasa kipo soft copy, unalipia 9,999 tu. Kwa M-Pesa anza na alama kujumlisha 255 755 448591. Mimi naitwa Ananias Edgar.